Tulikuwa tunafikia aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema khuliqa mimma dafiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema huyu insan ameumbwa kutokamana na maji yenye kutoka kwa nguvu na yenye kwenda kwa haraka kwenye kifuko ya mayai ya uzazi kwa mwanamke. Tukazungumzia kuwa maji ya utu uzima inayokusudiwa hapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujuza kama hii ni maji yapatikana upande yote mbili, upande ya kina baba na upande wa kina mama, kutokana na kisa ya huyo mama aliyokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akamuuliza, ya Rasulullah, je, kuna wanawake hivyo hivyo huwa wanakuwa na maji ya utu uzima? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akamjibu, na ni wapi, wa min aina yati shabara, na ile kufanana itakuwa inatoka wapi ikiwa kama maji itakuwa ya upande moja peke yake? Yamaanisha wanaume wana maji ya utu uzima, hivyo hivyo wanawake wana maji ya utu uzima. Na kutokana na hii maji ya utu uzima katika sheria ya Uislamu, maji ya utu uzima katika sheria ya Uislamu inafungamana na mambo 6 ndani ya sheria ya Uislamu. Kwanza, inafungamana na ghusl janaba. Yeyote atakayetokewa na maji ya utu uzima kwake anawajibika kuoga janaba. Ile ni jambo la kwanza, maji ya utu uzima inafungamana nayo katika Uislamu. Jambo la pili, maji ya utu uzima inapotoka inafungamana hivyo hivyo na kubalighi. Kubalighi ni pindi huyu mtoto, huyu kijana mdogo, pindi anapoona maji mara ya kwanza katika maisha yake kuanzia alizaliwa, inakuwa ni moja ya alama ya kubalighi. Alama ya kubalighi, mtoto anatoka katika hali yake ya utoto na anaingia kwenye hadi taklif, anaingia katika marhala ya utu uzima. Mambo yote wajibu inakuwa wajibu kwake, na mambo haramu anahesabiwa kwa jambo lolote la haramu. Jambo la tatu la fungamana na maji ya utu uzima ndani ya Uislamu ni mambo inafungamana na saumu, kufungua saumu. Pindi itakapomtokea mtu yoyote mwenye kubalighi, Muislamu mwenye kubalighi, mchana wa Ramadhani alikuwa akifunga Ramadhani, ikamtokea hii maji ya utu uzima kwa kutaka kwake na kwa kusudi, inakuwa inavunja saumu yake. Na jambo la 4 linaofungamana na maji ya utu uzima katika Uislamu ni mambo yanayofungamana na eda, inafungamana na eda, na ni baadhi ya masail, ni baadhi ya masala yanayo mafungamano na ndoa. Na jambo la tano linalofungamana na hii maji ya utu uzima ni jambo gani? Ni mambo ya asili. Pindi maji ya utu uzima ya baba na ya mama au ya mwanaume na huyu mwanamke yanakutana, ndio yaenda kutengeneza asili. Yamaanisha maji ya utu uzima hivyo hivyo yatengeneza asili, inafungamana hivyo na kutengeneza asili ya mtu. Na jambo la mwisho lenye maji ya utu uzima inafungamana nao katika Uislamu, kuzuia mtu kuswali na kutufu Kaaba, wala kwenda kutufu Kaaba pindi atakuwa ana hali ya janaba. Inakuwa ni sababu anaharamishwa kuswali, anaharamishwa kufanya nini, pia anaharamishwa kutufu Kaaba hadi aende padize kuoga, manake inamzuia kuswali na
tufu Alkaaba. Hii ni jambo la sita yenye maji ya utu uzima inafungamana nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutujuza sasa hiyo maji ya utu uzima yatoka wapi, pindi aliposema katika aya ya 8 ya 7, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yakhruju min bayni sulbi wa taraib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na hiyo maji ya utu uzima inatoka katika uti wa mgongo, inatoka katika uti wa mgongo wa mwanaume, na hivyo mifupa ya kifua ya mwanamke. Wanachuoni wanasema ataraibe, wanasema ni mifupa inayopatikana katikati ya kifua ya mwanamke. Katikati ya kifua mwanamke kunapatikana mifupa, na hiyo mifupa ndio tunatoka maji ya utu uzima kwa upande wa mwanamke. Inapotoka hapo ndio inaenda kuenda moja kwa moja kwenye kifuko ya mayai ya uzazi, sehemu itakutana na maji ya utu uzima ya utu uzima ya mwanaume. Katika aya nyingine na katika aya zingine ndani ya Qur'an, ndani ya Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qiyamah anasema alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, hakuwa tone au tone la mbegu na uzazi lilikuja na manii likimiminika au likimiminiwa likiwa verse. Na hapa tutapata kuona kwamba kuna tofauti ya manii na nutfa. Allah subhanahu wa ta'ala anatofautisha baina nutfa na manii. Na nutfa ni nini? Nutfa ni ile mbegu ya uzazi, na manii ni nini? Na manii ni ile maji na kuja na ile nutfa. Na wanachuoni wanasema hii manii au hii maji ya utu uzima inakuja sababu ya kumtengeneza, ya kumuumba huyu mtoto. Hiyo maji ya utu uzima inabeba materia 5 ndani yake, na pindi itakapopungukiwa moja katika hii materia 5 au hii mada 5, ndio tunakuta huyo baba ama yule mama hana asili. Maksudi ya kusema kama hana asili sio kama sio mtoto wake, la, ni mtoto wake, lakini yule mtoto hana asili ya baba au hana asili ya mama, au asili yote ilikuwa yote ikakutanika inakamilika yote materia au ile mada 5 zote zinakamilika, ndio tunakuta balance inaingia kati ya watoto. Tunakuta baadhi ya watoto wanamfanana baba, baadhi ya watoto wanamfanana mama, manake zilikuwa zinakamilika upande zote mbili. Na pili, upande mmoja kati ya upande ya baba au upande ya mama, hizi mada zitakuwa zinapungukiwa moja katika hizi sifa 5 za hii mada, ndio nakuta upande mmoja kama ni za mama ndio zilikuwa zinakamilika zote 5. Mara nyingi unakuta watoto wote wanamfanana mama, sio kama watoto si wa baba. Watoto ni wa baba, lakini sura wengi wanamfanana ni mama, au ilikuwa ni kwa mama za kunukiwa. Kwa upande wa kina baba ndio ziko nyingi, ndio utakuta watoto wote ama watoto wengi wanamfanana ni baba, lakini haijamaanisha kama wale watoto sio wa mama, wote ni wao wawili, wa upande wa baba na upande wa mama. Katika hii maji ya utu uzima ndani yake kuna materia zingine ndani. Katika hizo mada ya kwanza ni nutfa, ni manii, kisha nutfa, kisha unapata ndani acid, kisha unapata ndani vitamini, kisha ndani yake hivyo inapatikana asili au inapatikana virus au virus, inapatikana hivyo ndani ya ile ya kitu tunaitwa manii. Na kila moja katika hizi mada, kila moja ina role yake, kila moja na role yake, na kipindi itakapopungukiwa moja katika role, ndio tunapata tulivyozungumza, tunapata watoto wanakuja na sura huenda ya mama peke yao, huenda ya baba peke yao, inaweza kuja ya baba peke yao au ya mama peke yao. Katika hizi mada tunasema ya kwanza tunaona ni manii, na ile manii huwa inakuwa ni rangi nyeupe inayosindikiza nini?
inayosindikiza nutfa. Nutfa tunasema ni nini? Katika ile aya Mwenyezi Mungu anaifasiri kuwa ni mbegu ya uzazi. Hiyo manii, hiyo maji meupe yanasindikiza ile mbegu ya uzazi hadi ifikie wapi? Hadi ifikie kwenye kifuko ya mayai ya uzazi, ndo role ya ile manii. Na ni mfano wa yai, tunaona yai na maji meupe kisha na maji ya njano. Hivyo hivyo nutfa na manii iko na ile role. Vile vile tunaona yai, ile maji meupe ya mayai huwa ina protection ile ya manjano. Na asidi ni nini? Hiyo asidi nayo ni mada inapatikana ndani ya ile manii. Ile mada inapatikana ndani ya manii. Ile asidi inakuwa ni sababu kubwa yenye pindi maji ya utu uzima inatoka kwa baba inaingia kwa mama, ama inatoka kwa mama inamfikia mume, inakutana ya mume, ndio hali tunayokuta, unakuta mwanaume anaregea baada ya ile tendo ya ndoa, au mwanamke anaregea. Ile ndio asidi inapatikana ndani ile mada ya maji ya utu uzima. Wale wanaume waliaudhu billah wenyewe wako katika mtihani ya kuingiliwa kinyume na maumbile, wanaingiliana kaumu Lut. Au wanaume mara nyingi utakuta sifa yao au sifa zao, unakuta mwili zao inakuwa za kuregea. Ni sababu ya hii mada ya asidi inayopatikana ndani ya maji ya utu uzima. Mada ya nne inayopatikana ndani ya maji ya utu uzima ni mada ya vitamin. Hii mada ya vitamin hivyo inapatikana ndani ya maji ya utu uzima, inapatikana. Na hii vitamin inagawanyika sehemu mbili. Kuna vitamin inayopatikana ndani ya maji ya utu uzima, ni vitamini ya aina ya kwanza. Ni vitamin pindi au wanandoa wako katika ndoa yao ya halali, utawakuta hali zao ni za kunawiri. Maana unamkuta huyu mashallah anangara baada ya kuoa au baada ya kuolewa, anangara, anabadilika, sio gisi alikuwa kabla hajaolewa. Lakini itasemekana na wale hawajaoa hawangare wala hawana nuru yoyote. La, wewe jinsi uliopo wewe kwa hivi sasa, hujaoa ama hujaolewa, uko mzuri sawa, lakini utakapoolewa utabadilika kwa mzuri zaidi ya hivyo, wajiona kama wewe ni mzuri. Na ndio katika mahikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuhalalisha nikahi. Na vitamini ya aina ya pili inapatikana katika maji ya utu uzima, ni vitamini ya kuongeza mwili. Mara nyingi wenye ndoa utawakuta wana afya nzuri zaidi ya wenye hawako katika ndoa. Na wewe ikiwa kama hauko katika ndoa, unajikuta uko na afya nzuri, uende ukakuwa katika ndoa, utajikuta na afya nzuri tena ya propre. Afya nzuri si mwili kuwa mnene au sio kuwa mwembamba. Maksudi afya nzuri, huenda huna maradhi yoyote, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu anakukinga na maradhi ya ndani ya dhahir na batin. Hivyo katika tukimalizia mada ya tano inapatikana ndani ya maji ya utu uzima, ni mada inayoitwa mada ya virisi. Hapa tukizungumzia virisi inapatikana ndani ya maji ya utu uzima, manii. Tukizungumzia sio virisi ya ugonjwa tunavyojua ni virisi ya ugonjwa, la, ni virisi huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaijalia ndani ya hiyo mada au ile materia iko ndani ya manii au ndani ya maji ya utu uzima, ni juu ya kuprotege pindi inaweza kutokea waliaudhu billah, huyu mwanamama akiwa na mimba ya mume wake, na mimba ikiwa changa, anamwendea kinyume ya mume wake, akaenda kukubali kupata maji ya mwanaume mwingine mpya, basi ile virisi inapatikana ndani ya maji ya utu uzima, inaenda pigana na ile maji ya mpya inayoingia, na mara mingi inakuja avortement kwa mwanamke, kwa kuwa mume ilikuwa bado chache, na ile virisi ilijaribu kugombana na ile maji mpya. Lakini hatujakusudia kama avortement zote ni sababu ya mwanamke kwenda kinyume kwa mume wake, hapana. Hii moja nazungumzia, ni moja katika sababu ya avortement, hii nayo katika moja ya sababu. Kutokana na muda wetu tutaishia katika aya mbili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajalna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.
واجعلنا من عبادك الصالحين مخلصا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله